Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu gani wanafunzi walikuwa na wasiwasi? Unaweza ukajiulize vile, na mimi naweza kujiuliza ni kwa sababu gani wanafunzi walikuwa na wasiwasi. Na mtu akikuuliza pia, sababu gani mnaishi katika wasiwasi ndani ya province hii ama ndani ya mji wa Bukavu, ninafikiri unaweza kuwa na jibu ya kumjibia, kwa sababu tangu mwezi wa pili mpaka leo tumo katika maisha ya wasiwasi. Mwezi wa pili wasiwasi ilikuwa mkubwa sana, ingawa inaendelea leo, maana tuliachwa na viongozi. Hakukuwa gouverneur, hakukuwa maire de la ville, hakukuwa bourgmestre, hakukuwa la police, armée ndio hatutasema, wala justice. Na mpaka sasa mtu akifika kunyang'anya chako na kinapotea kwa sababu justice haiko. Utakimbilia kwa nani? Utamulilia nani? Wasiwasi mkubwa ambamo tunaishi ndani. Lakini Kristo atuonekanie, Kristo atuangazie, maana akionekana kwetu ndani ya hii nchi, ndani ya hii province na ndani ya mji wa Bukavu, tunaweza kupata furaha na amani itaingia, kwa sababu Yesu anaisema. Bwana asifiwe sana. Pointi ya kwanza inasema wanafunzi walikuwa na wasiwasi kwa sababu bwana wao amekufa, na waliwatafuta ili waazimishe kazi yao, na kwa sababu walikuwa impute kama wataiba mwili wa Yesu, ile iliwaletea wasiwasi mkubwa. Mnajua ya kwamba Yesu alipokufa atundikwa kwenye msalaba, na alipotundikwa kwenye msalaba mwanafunzi wake mmoja uasiri, Biblia inamtaja jina Yusufu wa Arimathayo, alifika na akaomba mwili wa Yesu, na wakamupa ule mwili, akaenda akauzika. Kwisha kuuzika kukafanyika shauri, wakamwendea mkubwa. Unajua habari, ule mjanja wakati alipokuwa angali hai alikuwa anaambia watu ya kwamba atakufa na siku ya tatu atafufuka. Inakubidi utume watu waende wachunge lile kaburi, ili wanafunzi wake wasije wakamuibe, na kisha kumuiba wadanganye watu ya kwamba alifufuka. Mkubwa akasema mufanye vile. Watuma maaskari, lile jiwe waliliviringisha, wakaliweka kwenye mlango wa kaburi, na wakapiga muhuri, na wakasimama wakasema tutaona kama atatoka humo. Bwana asifiwe sana. Yesu si mwanadamu, ni Mungu, na yale yote aliyoyasema ni sharti yatimie. Biblia inatuonyesha ya kwamba ilipofika asubuhi ya Jumapili, malaika akashuka kutoka mbinguni, akaviringisha lile jiwe na kalikali. Bwana asifiwe sana. Alipolikalia, kwa sababu kulikuwa tetemeko kubwa la nchi, wale walinzi walipoona namna malaika anaangaa na tetemeko kubwa, wakawa kama wafu. Lakini asubuhi Mariamu Magdalene na Mariamu ule wa pili walienda asubuhi, na walipofika kutazama mahali Yesu aliwekwa, wakaona yule malaika, na malaika akawaambia
Wamama, msiogope. Ninajua ya kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko tena kaburini, amefufuka. Lakini mwende Galilaya, muambie wanafunzi wake ya kwamba huko ndiko watakutanana naye. Bwana asifiwe sana. Yesu, wale mama walienda, na walipokuwa njiani wakitembea, Yesu akawatokea mara tena na akawaambia amani kwenu. Bwana asifiwe sana. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie katika maisha yetu, tukutanane na Yesu, na Yesu atuambie tuwe na amani. Na Yesu akikwambia uwe na amani, na utakuwa nayo maisha yako yote. Bwana apewe sifa sana. Wale wanafunzi walipokuwa katika wasiwasi mkubwa, milango inafungwa, Yesu akawatokea na kuwaambia amani kwenu. Mwisho akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye atupaye uzima.